Kwa mtazamo wangu sioni kama kuna sababu sasa ya Simba kumkumbatia Mo Dewji au kubaki kumchukua tena Mo Dewji kama mwekezaji wa klabu ya Simba. Mo Dewji amewekeza shilingi bilioni 20 kwenye klabu ya Simba, lakini kwa sababu mchakato haujakamilika, maana yake bilioni zake 20 bado hazijatumika kwenye klabu ya Simba. Sasa kama anawekeza bilioni 20 na kuchukua 49% za umiliki, na klabu ina uwezo wa kuingiza bilioni 38 kwenye mauzo ya jezi pekee yake ndani ya miaka mitano, kuna haja gani ya kuwa na huyo mfadhili ambaye anamiliki 49% kwa shilingi bilioni 20? Hakuna sababu yoyote, kwa sababu ukitengeneza jezi kwa miaka mitano tayari unapata bilioni 38, ambazo hizo bilioni 38 ni zaidi ya pesa ambazo Mo Dewji ameziweka kwa kuinunua klabu ya Simba kwa 49% kwa miaka yote, yani kwenye maisha yake yote, mpaka pale ambapo ataamua kuacha ufadhili ndani ya klabu ya Simba. Maana yake ni kwamba pesa ambayo wanaipata kwenye jezi ni nyingi kuliko pesa ambayo wanamuuzia 49% Mo Dewji. Na apart from that, kama leo Simba imesaini mkataba wa bilioni 38 kwa miaka mitano, maana yake wakija kurenew mkataba zao kwenye hiyo miaka mitano ijayo, baada ya miaka mitano kumalizika, haitakuwa bilioni 38 tena, itakuwa bilioni labda 50 huko au 40 na kitu. Maana yake pesa itazidi kuwa nyingi zaidi kwenye miaka mitano inayokuja mbele kwenye mkataba mpya kwenye mauzo ya jezi. Maana yake pesa itakuwa nyingi zaidi. Sasa kama pesa itakuwa nyingi zaidi, ina maana hata ufadhili wa Mo Dewji unakuwa tena hauna maana. Lakini pia tayari kwa Simba, namna ambavyo wameweka standard yao kwenye udhamini wa hizo fedha za mauzo ya jezi au kwenye rights ya mauzo ya jezi, ile standard ambayo wameiweka ni standard ambayo ni rahisi pia kuipata hata kwa wadhamini ambao watakuja kwenye klabu ya Simba. Maanake klabu sasa imeweka standard ambayo hata watu ambao watakuja sio wale watu wa kuweka labda bilioni 2, bilioni 3, ni watu ambao wataweka over bilioni 10 na kuendelea. Na maana hata mdhamini mkuu kwa sasa hivi kwa upande wa klabu ya Simba anatakiwa kuwekeza hata bilioni 10 kwa mwaka au bilioni 5 kwa mwaka, au labda hizo labda naye awekeza bilioni labda 30 na kitu labda ndani ya miaka mitano. Maana yake sio tena timu ya kupata bilioni 20 labda ndani ya miaka labda mitano, au labda bilioni 10 labda ndani ya miaka mingapi. Yaani maana hizo bilioni 10 zinatakiwa kuwa na thamani labda ya miaka miwili tu, ndo labda bilioni 10 hizo zimemalizika hapo, kutokana na standard ambayo wameitengeneza kwenye mauzo ya jezi. Kwa maana tayari wameingia mkataba mkubwa ambao pia unabidi uendane na mikataba mingine yote ambao Simba atakuja kusaini kwenye siku za hivi karibuni. Means kama wameweza kusaini mkataba wa bilioni 10, bilioni 38 kwa miaka mitano, ina maana wana uwezo pia wa kusaini mikataba mingine kwa pesa kubwa kama hii ambao wameipata kwenye mauzo ya jezi. Ni kitu ambacho kinawezekana. Inategemea na namna ambavyo viongozi wa Simba watakaa na kunegotiate na kuona kitu gani ambacho wanaweza kukifanya ili kuhakikisha kwamba wanapata mafanikio makubwa kwenye klabu ya Simba. Lengo ni kuifanya Simba kuwa timu bora barani Afrika na kuifanya Simba kuwa timu tishio. Na kwa standard ambayo Simba wameitengeneza kwenye mpira wa Afrika, wametengeneza standard bora sana. Kushika nafasi ya 4 kwa bora barani Afrika sio kitu ambacho kila timu inaweza. Ni timu chache ambazo zina uwezo wa kufanya hicho kitu. Na ndio maana unaona kwenye ukanda mzima wa Afrika Mashariki na Kati ni Simba peke yake ambaye yuko ndani ya zile timu 4 za juu. Lakini pia ni timu ambayo imezidiwa na timu 3 tu. Amezidiwa na Mamelodi Sundowns, AS Tunis na Al Ahly, ambazo ndio zimemzidi kwenye kusanya alama nyingi kwa ubora barani Afrika. Maana hata mikataba ambayo unasaini dhidi ya Simba, ambao Simba atatakiwa kwenda kusaini, inabidi iwe mikataba mikubwa ambao ni ya pesa nyingi. So I believe kwamba kwa uwezo ambao Simba wamekuwa nao sasa hivi kwenye soka la Afrika, wanapaswa kupata watu ambao wana uwezo wa kuwekeza fedha nyingi. Kama Mo Dewji anapaswa kuendelea kuwa mfadhili au mwekezaji kwenye klabu ya Simba, maana yake inabidi the club wakae naye chini, wafanye mapitio upya. Yaani waanze mchakato upya wa kuanza kutathmini value ya Simba, kwamba ndani ya miaka ambayo Mo Dewji anataka kuwekeza, ndani ya kwenye asilimia ambazo anataka kuchukua, haziwezi kuwa tena na thamani hiyo ya bilioni 5. Lazima thamani yake iwe kubwa zaidi. Sasa kama thamani yake inatakiwa kuwa kubwa zaidi, maana yake ni kwamba inabidi wakae tena upya, waanze kupitia tena kuangalia namna gani ambavyo
wana uwezo wa kuframe hizo asilimia ili kila mtu aweze kupata asilimia kubwa. Kama mwaka 2018 Simba ilikuwa na thamani ya bilioni 20 kwenye hisa 49. Maana sasa hivi inatakiwa kuwa na asilimia hata 50. Inatakiwa kuwa na bilioni hata 50 kwenye asilimia 49 kwa sababu tayari timu thamani yake imeongezeka. Na unajua kwenye mpira, yani klabu inavyozidi kupanda thamani ndivyo ambavyo pia hata na mwekezaji anapokuja inabidi pia aweke pesa nyingi. Yani kwa mfano, unaona KMC ilivyo, unaweza kwenda kuimiliki KMC labda kwa 80%, lakini ukatoa hata bilioni 10 kwa sababu haina thamani kubwa. Lakini Simba huwezi kwenda kuweka pesa hiyo kwa sababu Simba ina thamani kubwa. Nje tu ya mashabiki, ni timu ambayo inafanya vizuri kimataifa na ndio timu ambayo pia wadhamini wengi wanaikimbilia kwa sababu wadhamini wengi wanaona kwamba pale ndio sehemu sahihi ya wao kwenda kupiga pesa. Kwa hiyo naamini kwamba kwa sasa hivi kama Mo Dewji bado anataka kuwa mwekezaji wa klabu ya Simba, inabidi wafanye tathmini upya. Kama anataka kubaki basi pesa yake iongezeke kwenye zile bilioni 20. Lakini kama sio hivyo, basi Mo Dewji hakuna haja ya kuendelea kuwekeza, inabidi aondoke kama hata ongeze hizo hisa zikiwa nyingi zaidi, kwa sababu mwisho wa siku kinachoenda kutokea ni kwamba anawekeza pesa nyingi kuliko anawekeza pesa ndogo kuliko pesa ambayo wadhamini wanakuja kuweka ndani ya muda mfupi, wakati yeye anawekeza fedha ndogo na anakuja kumiliki Simba kwa muda mrefu. Sasa leo mtu kaweka bilioni 38 kwa miaka 5. Alafu Mo Dewji anaweka 20 bilioni 5, anaweka bilioni 20 kwenye maisha yake yote. Yaani unaona vina make sense hapa? Have make sense. Kwa hiyo kama Mo Dewji anataka kuendelea kubaki Simba kama mwekezaji, inabidi wakae chini na Simba wafanye tathmini upya, Mo Dewji aweze kuongeza fedha ili pesa iwe nyingi zaidi, kwa sababu yeye anaimiliki Simba kwa muda mrefu na muda unavyozidi kwenda ndivyo ambavyo thamani ya Simba inazidi kuwa kubwa, na thamani ya Simba inapozidi kuwa kubwa ndivyo ambavyo wadhamini na wawekezaji wanazidi kupata pesa. Maana leo thamani ya Simba ikiwa kubwa zaidi, maana Mo Dewji naye kama mfadhili atazidi kupata pesa nyingi zaidi. Kwa hiyo Tizibeta naye akawekeza pesa nyingi kwa sababu thamani ya Simba imekuwa kubwa. Ni kweli kuna watu wanaweza akasema kwamba yeye ndio kaipandisha thamani Simba, lakini na uhakika kwamba pamoja na kwamba kachangia kule kwenye kuipandisha thamani klabu ya Simba, lakini kaipandisha thamani klabu ya Simba kipindi ambacho mchakato haujakamilika. Kwa sababu mpaka leo pia mchakato haujakamilika na thamani ya Simba imekuwa kubwa, si vibaya naye akaja kuongeza kiasi fulani cha pesa kwenye ile thamani ambayo imeongezeka ndani ya Simba, kwa sababu hapa tunazungumza faida ya Simba kwenye miaka mingine inayokuja mbele, lakini pia faida ambayo yeye ataipata kama mwekezaji kwenye miaka ambayo inakuja mbele. Kwa hiyo mimi sioni ubaya kwa Mo Dewji kuongeza value kwenye hisa ambazo anaenda kumiliki, kwa maana pesa iwe kubwa zaidi, lakini pia sioni shida kwa Simba kuwa na msimamo kama hawataki tena mfadhili wala mwekezaji, wala sio shida, kwa sababu tayari timu imeshajipambanua. Kwa mfano timu kama Al Ahly ni timu ya wanachama, timu kama Bayern Munich timu ya wanachama, lakini ni timu ambazo hazina wafadhili ambao wamenunua hisa. Ni timu ambazo zinaendeshwa tu kwenye mfumo mzuri ambao unawafanya wanaingia mikataba mikubwa kama ambavyo Simba wanafanya. Kwa hivi ambavyo Simba ilivyo sasa hivi, hakuna hata sababu ya kubaki na Mo Dewji. Wanaweza kubaki tu wao kama klabu, wakawa na mwenyekiti wao mzuri ambaye ana uwezo wa kuendesha vizuri timu, na wakapiga dili nyingi tu na maisha mengine yakaendelea vizuri bila shida yoyote. Kwa hiyo nafikiri Simba imeshafika sehemu ambayo haihitaji tena tu mtu anunue hisa, inahitaji tu viongozi ambao ni smart, viongozi ambao wana uwezo mzuri wa kumanage pesa, viongozi ambao wana uwezo mzuri wa kuwashawishi wadhamini waje wawekeze kwenye timu. Wakishapata watu wazuri ambao wanaweza kuja kuwekeza kwenye timu, itawasaidia kupata pesa nyingi. Kwa mfano, leo wamepata mdhamini ambaye anatoa bilioni 38 kwa miaka 5. Wakipata wadhamini 4, 5 wanaingiza pesa nyingi tu. Kwa hiyo hakuna haja tena ya kwanza kusema Mo Dewji. Hakuna tena mambo kama hayo. Kwa hiyo nafikiri ni kitu ambacho Simba wanapaswa kukitazama kwa jicho la tatu zaidi. Huo ni mtazamo wangu. Mimi ni Alex Ngereza. Utanikuta kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina la Alex Ngereza. Mtandao pekee ambao situmii ni mtandao wa Facebook pekee, lakini mitandao mingine yote utanipata kwa jina hilo la Alex Ngereza.